Mtazamaji, naye waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen amesema serikali imepiga hatua kubwa katika kudhibiti usalama kote nchini. Akizungumza katika eneo la Metketei katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, Murkomen alisema msako wa kukusanya bunduki haramu katika eneo la North Rift umefanikisha kupata bunduki 2,000 na kwamba eneo hilo sasa ni salama. Alisema serikali itatatua mzozo kwenye mpaka wa kaunti za Kitui na Garissa na kaunti za Turkana na Tana River. Waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen alikuwa katika sehemu ya Metkei, kaunti ya Elgeyo Marakwet kwa hafla ya kuwezesha jamii. Waziri alichukua fursa hiyo kufafanua hali ya usalama kote nchini, akisema eneo la North Rift sasa ni salama salmini na kwamba zaidi ya bunduki 2,000 zilizotwaliwa kutoka kwa wahalifu zinatarajiwa kuchomwa hivi karibuni. Mambo ya crime imekuja chini, imepungua, na kwa mara ya kwanza kwa Kenya, kwa sehemu moja tumesanya bunduki zaidi ya 2,000 ambayo tutakuja kuchoma na rais hapa Kerio Valley, kwa sababu mambo ya usalama imeimprove kwa taifa letu. Murkomen alitoa hakikisho kuwa serikali itatatua mizozo inayoendelea kwenye mipaka ya kaunti za Kitui, Garissa na Kitui Tana River ambayo tayari imesababisha mauaji ya watu 15. Katuma askari ya kutosha, tuliwatumia gari ya kutumia, tumewaongezea NPR kutoka ile ilikuwa chini kwenda juu, kwa sababu Kenya mzima lazima ikuwe stabilized. Murkomen pia ameagiza kufungwa kwa biashara za pombe haramu katika eneo hilo. Amewahimiza Wakenya kuzingatia tahadhari za hali ya hewa wakati huu wa masika. Tunataka kuomba Wakenya wote wajitahadhari na wakuwe waangalifu wanaposafiri, na wale ambao wanaishi sehemu ambayo inaonekana kama kuna mudslides ama landslide, tunataka wao washirikiane na county commissioner na wa chiefs kuhakikisha ya kwamba mkiambiwa msonge, tusonge, ndio tuhakikishe kwamba tusipoteze maisha kwa sababu ya mambo ya landslide. Wakati huo huo, serikali imeongeza muda ya kutotoza ada za usajili wa vitambulisho kwa wale waliopoteza na kubadilisha maelezo kwa muda wa miezi 6 zaidi. Murkomen amesema muda huo umeongezwa kutoka tarehe 30 mwezi Aprili hadi tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka huu. Tilio Marco, Dira ya Magwiji.